Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026, moja ya habari ambayo imeweza kuibuka na kujadiliwa pakubwa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ofisi za CCM kuwashwa moto ama kuteketea kwa moto. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video kilichoweza kujiri usiku wa tarehe 20, ila muhimu kabisa ni vema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare. Naam, mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video hiyo imeweza kuibua gumzo mzito katika mitandao ya kijamii na pia kuonyesha jinsi gani ambavyo watu hivi sasa wapo kuhusiana na chama cha CCM. Wengi wameweza kufurahishwa na kuteketea kwa ofisi hizo, jambo ambalo lazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo maelfu ya wananchi wa Tanzania bado hawajaweza kurejesha imani yao kwa chama tawala cha CCM, jambo ambalo ni jambo ambalo litaweza kuwaathiri pakubwa viongozi walioko ndani ya chama cha CCM na wanaozidi kuongoza serikali ya awamu ya 7, kwani mtazamaji wangu, chanzo cha moto bado hakijaweza kubainika, ila kutokana na umati wa watu waliokuwa wameweza kujitokeza katika eneo la tukio, ingeweza kuwa bora iwapo ingeweza kuonyesha ushirikiano wakiendelea kusubiri wazima moto waweze kufika katika eneo la tukio ambapo afisi hizo za chama cha CCM zilipokuwa zikiteketea. Ila kile ambacho tumeweza kukishuhudia, kweli watu waliweza kutokea usiku wa tarehe 20 katika eneo la tukio, eneo ambalo afisi za CCM zilikuwa zikiteketea, ila hatujaweza kuona yoyote yule aliyekuwa akiweka juhudi kwa ajili ya kujaribu kuzima moto ama kuokoa chochote kile kilioko ama kiliomo ndani ya afisi ile iliyokuwa ikiteketea. Mtazamaji wangu, ningependa nikuambie, iwapo kama kweli ingekuwa ni chama Chadema ama afisi za chama Chadema zingekuwa zinateketea na upendo ambao idadi kubwa ya wananchi wako na chama hicho, isingekuwa tukio sawia na lile ambalo tumeweza kulishuhudia katika video hiyo. Wengi wangeweza kujitokeza kuonyesha ushirikiano kuzima moto na hata kuokoa baadhi ya vitu muhimu ndani ya ofisi hiyo, ambapo mtazamaji wangu, ingekuwa kweli ni uongozi wa serikali ya awamu ya 7 inayozidi kuongozwa na chama cha CCM kushuhudia afisi za Chadema zikiteketea na waweze kupigiwa simu ama mawasiliano zimamoto waweze kufika katika eneo la tukio, ambapo ingekuwa ni chama cha Chadema kinapoteza afisi zao kwa kuteketezwa kwa moto. Mtazamaji wangu, wazima moto wasingeweza kujitokeza eneo la tukio kwa haraka kama walivyoweza kufanya katika eneo la tukio kipindi na wakati ambapo afisi za CCM zilikuwa zikiteketea. Mtazamaji wangu, hii ikibainisha na kudhihirisha wazi ya kwamba hivi sasa siasa zilizoko nchini Tanzania zimeweza kujigawa mara mbili. Mbaya kabisa, jambo hili linaonekana kuathiri uongozi ulioko madarakani, na ndipo ambapo kwa njia moja ama nyingine wapo mbioni kuitisha maridhiano. Hasa wanafahamu ni hasara gani na jinsi gani ambavyo chama tawala cha CCM kimeweza kupoteza imani kwa wanachama wengine ama baadhi ya idadi kubwa ya
wananchi wa Tanzania, na ndipo ambapo afisi hiyo imeweza kuteketea bila yoyote yule kuonyesha hata juhudi ya kuokoa chochote kilichokuwa ndani ya afisi ile. Mtazamaji wangu, hii inaendelea kudhihirisha wazi ya kwamba kuliweza kuwa na udanganyifu katika matokeo ya urais nchini Tanzania, kwani Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kudai wazi ya kwamba yeye aliweza kuchaguliwa na wananchi ambao ni wenye nchi, ila katika ground mambo ni tofauti kabisa na kile ambacho anazidi kukizungumza, kwani kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kuhitaji usaidizi ama ushirikiano kwa wananchi ambao ni wenye nchi anaodai ya kwamba waliweza kumpigia kura hawapo, maswali yakiibuka kipindi na wakati ambapo viongozi wakuu wa chama Chadema ambao waliweza kuzuiwa kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 watakapokuwa wakihitaji ushirikiano wowote ule wao kutoka kwa wananchi ambao ni wenye nchi, wanazidi kupata mapokezi makubwa mno, tofauti kabisa na kile ambacho uongozi ulioko madarakani unazidi kupata ushirikiano kwa wenye nchi ama wananchi. Hii kidhihirisha wazi kwamba iwapo viongozi wakuu wa chama cha CCM wangeweza kuachia huru chama Chadema, kusinge kuwepo na hata kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Moja kwa moja angeweza kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu na kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania na kuongoza serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, haya yote yakiendelea kufanyika, kuna mambo mengi ambayo idadi kubwa ya Watanzania wanazidi kujifunza na kuamini kila kile kinachozidi kuzungumzwa na wachanganuzi wa mambo ya kisiasa siku baada ya siku katika mitandao ya kijamii, ya kwamba upendo mwingi upo kwa uongozi ambao unaongozwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa John Heche, ambao wanaonekana wazi wapo tayari kupigania nafasi za wenye nchi katika nchi ya Tanzania, tofauti kabisa na kile ambacho kinaonekana kwa uongozi wa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 kunradhi, inayozidi kuongozwa na CCM. Kila kile kinachozidi kufanywa kinafanywa kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya wananchi, jambo ambalo linazidi kuibua mjadala mzito, ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo wanazidi kulazimisha umaarufu, ila Watanzania wao binafsi wameweza kuamua na kufahamu ni kipi muhimu kwao. Hivyo basi hawapo tayari kukubali chochote kile ambacho kinazidi kunyanyasa na kuumiza wananchi nchini Tanzania na hata kusababisha gharama kubwa ya maisha. Kisa na maana ni maslahi ya viongozi binafsi. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Je, kwa kuteketea kwa afisi hizo za chama cha CCM zimeweza kuleta taswira gani? Uhusiano ulioko kati ya wananchi wa Tanzania ambao ni wenye nchi na viongozi wakuu wa chama tawala CCM walioko madarakani hivi sasa kuongoza serikali ya awamu 7. Tochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.